Zaidi ya watu 20,000 wamekusanyika Vatican kumwaga Papa Francis katika kanisa la St. Peter's Basilica kama sehemu ya maombolezo ya kifo cha kiongozi huyo wa kanisa Katoliki. Mwili wa Papa Francis umehamishwa kutokea makazi yake ya Vatican na kupelekwa kanisa kuu la Mtakatifu Petro kabla ya kufanyika kwa mazishi yake siku ya Jumamosi. Taarifa ya Maria Okotia na maelezo zaidi. Mwili wa Papa Francis unaikuwa wazi kwa heshima za mwisho kuanzia hii leo Jumatano hadi Ijumaa ndani ya Basilika ya Mtakatifu Petro. Mazishi ya Papa Francis yamepangwa kufanyika Jumamosi Aprili 26, 2025, saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Roma katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Baada ya misa ya mazishi, Papa Francis yatazikwa katika Basilika ya Santa Maria Maggiore kulingana na matakwa yake binafsi. Zikiwa zimesalia siku 3 kufikia mazishi ya Papa Francis, swali ni kwamba nini kinatokea baada ya mazishi? Kanisa Katoliki linaingia katika kipindi cha sede vacante ambako kiti cha papa huwa wazi. Katika kipindi hiki, majukumu ya kila siku ya kanisa usimamiwa na Kardinali Camelengo, huku maandalizi ya Conclave, mkutano wa siri wa makardinali kwa ajili ya kumchagua papa mpya yakifanyika. Kwa sasa kanisa lina jumla makardinali 250, lakini ni 135 tu wana haki ya kupiga kura walio chini ya umri wa miaka 80 kulingana na kanuni za kanisa Katoliki. Ugawaji huu zingatia makardinali kutoka mabara tofauti duniani. Bara la Ulaya likiwa na makardinali 53 sawa na 39%, Asia makardinali 23 sawa na 17%, Amerika Kaskazini makardinali 20 sawa na 15%, Amerika ya Kusini makardinali 17 sawa na 13%, Afrika makardinali 18 sawa na 13%, na Oceania makardinali 4 sawa na 3%. Tanzania inawakilishwa na makardinali 2, Kardinali Polycarp Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Dar es Salaam, na Kardinali Protesta Rugambwa, askofu mkuu wa Tabora. Katika mchakato kumchagua papa mpya au conclave ya mwaka 2013, Afrika ilikuwa na makardinali 21 wenye haki ya kupiga kura. Mwaka huu 2025 idadi hiyo imepungua hadi makardinali 18. Kupungua huko kunatokana na kufikisha umri wa miaka 80 au vifo. Hii ni tofauti kubwa ikilinganishwa na 20% ya Katoliki duniani wanaotoka Afrika. Tangu kuchaguliwa kwake mwaka 2013, Papa Francis alijitahidi kuongeza uwakilishi wa Afrika katika chuo cha makardinali. Aliteua viongozi kutoka nchi ambazo hazikuwa ikuwa na makardinali, ikiwemo Cape Verde na Jamhuri ya Afrika ya Kati, na hivyo kuongeza utofauti wa kijiografia na kiutamaduni katika uongozi wa kanisa. Kuna matarajio makubwa kwamba Afrika inaweza kutoa papa mpya, hasa ikizingatia ukuaji wa haraka wa Ukristo barani humo. Majina yanayozungumzwa kwa sauti kubwa ni Kardinali Peter Turkson kutoka Ghana, Kardinali Robert Sarah kutoka Guinea, Kardinali Fridolin Ambongo kutoka DRC Congo. Licha matarajio hayo, wachambuzi wa mambo ya Vatican wanaonya kuwa si rahisi kwa papa kutoka Afrika kuchaguliwa. Siasa za ndani ya kanisa, mitazamo ya kihafidhina na upinzani dhidi ya mageuzi bado ni kikwazo kikubwa. Kifo cha Papa Francis kimefungua kurasa mpya wakati dunia inatazama Vatican. Afrika inasubiri kwa shauku kuona kama historia inaweza kuandikwa tena baada ya zaidi ya miaka 1500 tangu papa mweusi wa mwisho Miltiades. Lakini je, huu ndio wakati wa historia mpya? Papa wa kwanza mu Afrika baada ya miaka 1500. Maria Okotia, Castro Kikeki, Crown Media. Shukran sana Maria Okotia kwa taarifa hiyo, na hapa studioni tunaungana na Father Chesko Msaga ambaye ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ulimsikia jana huyu pia, lakini leo tutapata bahati ya kumuona kabisa, na tunaangazia maombolezo ya kifo cha Papa Francis. Father Chesko, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana. Mimi nimefurahi kukuona, naamini hata mtazamaji wangu anayetutazama YouTube amefurahi sana. Na mimi nimefurahi vile kufika Crown Media, ni mara yangu ya kwanza. Hata jinsi ya kufika hapa. Lakini ulifika mapema sana. Niambia nifike mapema, na mimi nafurahi kufika sehemu mapema zaidi kuliko watu wanaanza kunipigia simu, uko wapi, mbona hatukuone, shughuli inaanza sasa. Tunashukuru umefika na karibu nyumbani. Asante sana. Kuelekea siku ya Jumamosi, tuzungumzie kuhusu taratibu za mazishi ya papa kwa mujibu wa kanisa Katoliki. Huwa yanaratibiwa vipi? Tuseme maziko yake yote yako kwenye utaratibu ambao upo kwenye dokumenti ambazo zipo za Vatican. Na kuna dokumenti msingi ambayo huwa inaratibu shughuli zote za Vatican mara baada ya papa kuwa amefariki. Hiyo dokumenti inaitwa Universi Dominici Gregis, ambayo yenyewe ina mambo yote yanayohusiana na maisha ya kanisa baada ya papa kufariki. Tumesikia kwenye yule mtangulizi aliyosema kuna kwa na sede vacante. Yani kiti cha papa au kiti kile cha mwenyewe mhusika papa kinakuwa
kinakuwa wazi. Kwa hiyo ile document imeeleza masuala yote yanayohusiana na ni nani ambaye atakuwa anasimamia shughuli zote za kila siku, maziko yake yatakuwa namna gani, na ni nani atakayeongoza maziko hayo, na baada ya maziko hayo ni nini kinachofuata, conclave inatakiwa ifanyike katika kipindi gani, na kwa wakina nani wanaohusika katika conclave, na watapiga kura zile kwa utaratibu upi. Kwa hiyo document ile imeeleza hayo mambo yote. Na document hiyo iliandikwa, tuseme ilifanywa maboresho na Papa Yohane Paulo wa pili mwaka 1996 na baadaye Papa Benedikto wa 16 naye akaifanyia maboresho kidogo. Kwa yule ambaye labda hajaona kabisa hiyo document, na tamani umpe picha, kwa sababu tunaona tu kwamba leo mwili umepelekwa St. Peters, maombolezo yamekuwa hivi, lakini pia ukiangalia kwa Papa Francis, kwa mujibu wa document na taarifa ambazo tumeona ni kwamba hakupenda kuzikwa kama mapapa wengine kwa maana ya muundo wa jeneza lake. Papa Francis ujue kwamba toka mwanzo alipoanza uongozi wake mwaka 2013 maisha yake yamekuwa ni tofauti kabisa. Yeye hakutaka yani kubakia kama wale mapapa wa asili. Alianza kuwasalimia watu kwa salamu za kawaida, habari za asubuhi, jamani nawatakieni mlo mwema, ambapo ni jambo ambalo halikuzoeleka kwa muda, kwamba walizoea papa anakuja anasoma homilia yake au mahubiri yake, akimaliza anamaliza kwa salamu ambayo ni ya Kikatoliki za Laudetur Jesus Christus, vile walikuwa wamezoea. Lakini yeye alipofika akaanza kuwasalimia buongiorno, yani habari za asubuhi. Baadaye anawaambia, akishamaliza anaambia nawatakieni mlo mwema siku ya leo au nawatakieni siku njema. Kwa hiyo hawakuzoea. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo aliyabadili. Kwa mfano, yeye hakutaka kukaa kwenye lile jumba au ile nyumba ambayo mapapa wanakaa. Kwa hiyo akaenda kwenye hostel inaitwa Santa Marta Hostel, ambako ndiko alikofia, alikofariki. Kwa hiyo akaenda kukaa tu kwenye hostel. Ile hostel wageni wote ambao wanafika Roma, ambao wana shughuli pale Vatican, na makardinali wengine wanakaa kwenye hiyo hostel ya Santa Marta. Kwa hiyo naye alipenda akae katika hiyo jumuiya, na amekaa kwenye jumuiya hiyo mpaka alipofariki. Kuna nyumba nyingine iko nje kidogo ya mji wa Roma, panaitwa Castel Gandolfo. Castel Gandolfo ni pembeni kidogo ya mji wa Roma, yuko Albano Laziale. Ni nyumba ambayo papa kwa asili walikuwa mapapa kipindi cha sama, kile kipindi cha joto, wanakwenda kupumzika kule kwa kipindi chote kile cha joto. Yeye alipofika akasema, hapana, mimi siwezi nikakaa mahali hapa, siwezi nikakaa kwenye nyumba hii, ni nzuri mno. Kwa hiyo akafanya ni nyumba ya makumbusho, akafanya ni museum. Kwa hiyo sasa hivi ukienda pale Castel Gandolfo utakwenda kwa ajili ya kutembea, na mimi nilibahatika miaka kadhaa iliyopita nilikwenda nikatembelea. Zamani nilikuwa naona kwa nje tu, nikatembelea kwenye bustani zile, nikatembelea ndani ya lile jumba, limegeuzwa limekuwa ni jumba la makumbusho. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo papa aliyabadili ili aonyeshe kwamba yeye ni mtu wa watu, amekuja kwa ajili ya kuwatumikia watu, na yale mambo pengine ambayo kwa nje yangeonekana kwamba ni mambo ya kifahari, kwa kweli hakuyapenda. Hali kadhalika hata katika maziko yake, ndio maana tunaona yeye amechagua jeneza la kawaida sana. Imetengenezwa kwa mti wa cypress, hizi mbao ambazo ni za thamani ndogo, na azikwe hivyo, na ameamua kutozikwa kwenye kanisa la Mtakatifu Petro, ambapo zaidi ya mapapa 200 na zaidi wamezikwa pale. Yeye ameamua kwenda kuzikwa kwenye kanisa la Santa Maria Maggiore au St. Mary Major, ambalo ni moja ya makanisa makuu ya hija yaliyoko pale mjini Roma. Pale mjini Roma kuna makanisa makuu ya hija 4, ambalo ni St. Peters, San Pietro, alafu kuna St. Mary Major, ambalo hilo ndio atakapokwenda kuzikwa hayati baba mtakatifu Francis. Lakini kuna St. John Laterano, na kuna St. Paul outside the walls, San Paolo fuori mura, ambalo nalo liko Roma. Hayo ni makanisa makubwa, mabazilika ambayo mara nyingi mahujaji wanapokwenda Roma, basi hayo makanisa wanayatembelea. Kwa hiyo yeye atazikwa kwenye kanisa hilo la Santa Maria Maggiore, St. Mary Major. Unadhani kwa nini hayati Papa Francis hakupenda kabisa masuala ya kifahari? Toka alipochaguliwa kwake, na jina alilolichagua
ndio hilo ambalo linampatia au linaakisi kile anachokiishi. Mtakatifu Francis wa Asisi alikuwa ni mtakatifu ambaye aliishi maisha ya ufukara sana. Hata kitanda cha kulalia hakuwa nacho, alikuwa analala chini. Alikuwa na kanzu moja. Ni mtu aliyependa amani, aliyependa mazingira, yani alipenda wanyama. Na huyu Papa Francis, pamoja na kwamba yeye sio ni Mfransiskani, yeye ni Mjesuiti, lakini alichukua ile roho ya Mtakatifu Francis, kuwa na hali ya unyenyekevu, kuwa na hali ya kutopenda vitu vya anasa, tuseme kwa kifupi. Kwa hiyo akajichukulia maisha ya kawaida, na alipenda utu zaidi, ubinadamu zaidi, na alikuwa ni mtetezi wa watu ambao ni wanyonge, watu ambao wako katika mahangaiko, na muda wake wote katika upapa wake wote amekuwa ni mtetezi wa watu. Popote pale alipokwenda amekuwa akitetea watu. Hata nyaraka alizoziandika, kwa mfano Laudato Si ambayo aliandika mwaka 2015 inayohusu mazingira, Papa amekuwa akisisitiza zaidi tupende mazingira, tuyatunze mazingira yetu kwa sababu ni nyumbani kwetu. Kuna waraka mwingine aliyoutoa wa kipapa wa Fratelli Tutti, ambao lengo lake ni kuonyesha kwamba sisi binadamu wote ni ndugu, lazima tupendane, lazima tuishi kwa usawa, umoja, mshikamano kama binadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika maisha yake yeye ameonyesha zaidi jinsi kwamba binadamu unakuwa na amani na furaha pale unapoishi maisha ya kawaida, unapokuwa na mahusiano mema na ndugu zako na jirani zako, na unapokuwa na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Tuzungumzie sasa kuhusu utaratibu wa kupatikana kwa papa mpya. Kila mtu sasa ana story yake. Ukienda huko wengine wanakuambia moshi mweusi, wengine moshi mweupe. Hebu tupitishe kwenye huu mchakato. Huo moshi mweupe na moshi mweusi ni matokeo ya kura ambazo zinapigwa, na ifahamike kwamba moshi mweupe au moshi mweusi haina maana kwamba ni muujiza unatokea mle ndani. Hapana, ni moshi ambao unatengenezwa. Kwa hiyo ukichoma chemical fulani itatoa moshi mweupe, ukiweka chemical, lakini kimsingi wanachoma kura ambayo ni makaratasi, lakini wanaweka chemicals ambazo zitatoa moshi mweupe, na chemical ile wakiichoma nyingine inatoa moshi mweusi. Lakini moshi mweusi unaashiria kwamba papa bado hajachaguliwa. Na moshi mweupe ni kiashiria kwamba papa amekwisha patikana. Tutambue kwamba hawa makardinali ambao sasa hivi idadi yao wako 135 ambao watakwenda kupiga kura, wanapokwenda kwenye chumba kile cha kupiga kura ambayo inaitwa Capella Sistina, Sistine Chapel, wakiingia mle hawatakuwa na mawasiliano na mtu yoyote wa nje mpaka ile kazi inakamilika. Kwa hiyo hawatakuwa na kompyuta, hawatakuwa na simu zao, na kule ndani ni mawasiliano yoyote na nje yanakatika. Na kwa muda wote ambao wao watakuwa wanafanya kazi hiyo ya kumchagua papa, hawatakutana na watu wengine wowote wa nje zaidi ya wale wanaohusika pale ndani. Na huu mchakato unachukua siku ngapi? Inategemea. Unaweza ukachukua siku moja. Ndio. Unaweza ukachukua siku 3, inategemea na wao wenyewe jinsi ambavyo tayari, kwamba inategemea na roho wa Bwana. Chesco, tunarudi kwako. Keke nazungumza na Father Chesco Msaga ambaye ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tukiangazia kifo cha Papa Francis, lakini pia mchakato wa kumpata papa mpya. Ulikuwa ukiniambia kwamba mchakato unaweza kuchukua hata siku moja. Ndio. Kwa sababu siku ya kwanza wanapoingia pale, jambo la kwanza na kubwa ambalo wanalifanya ni kupata tafakari. Tafakari ile ni kuwakumbusha wajibu wao mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Baada ya kufanya ile tafakari, kuna viapo ambavyo wanavifanya mapapa. Kiapo cha kwanza ni kiapo cha usiri, kwamba watapiga kura zile kwa usiri kabisa, na kwamba wanapiga kila mmoja kutokana na nafsi yake na jinsi ambavyo anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na kiapo kingine cha pili ambacho wanakifanya ni kiapo cha utayari, wapo anachaguliwa kuwa tayari kupokea hayo mamlaka. Ndio. Kwamba
iwapo atachaguliwa atakuwa tayari. Kwa hiyo sio moshi mweupe unatoka alafu mtu mwingine tena anaanza jamani mimi kwa kweli hapa maandalizi yalikuwa hayapo. Aha, kwa hiyo sasa naomba nikurudishe nyuma kidogo Father Chesko. Kwa hiyo wale wanaoingia 135 ndio wanapiga kura. Ndio. Inamaanisha kwamba sasa wale wagombea wanapatikanaje? Twende taratibu. Maana watu wengi wanafikiri wakifika pale washajaza fomu zao kwamba mimi nataka hicho kinyang'anyiro. Haipo hiyo. Ndio. Twende taratibu. Kwanza ndio nakwenda hatua kwa hatua. Okay. Kwa hiyo wanafanya kile kiapo. Kwanza kabla kabisa wanaimba wimbo wa Roho Mtakatifu ili kumkaribisha Roho Mtakatifu aingie katika kile chumba na katika mioyo yao. Baadaye wanafanya hivyo viapo viwili. Baada ya kumaliza hivyo viapo viwili, baadaye watachaguliwa watu ambao kwanza watasimamia kura. Ni kati yao wao makardinali. Kuna wale ambao watakuwa wanasimamia kukusanya kura. Kuna wale ambao watasaidia kwenda kuchukua kura, kwa sababu yawezekana kwamba kuna makardinali wamekuja lakini ni wagonjwa, hawapo ndani ya chumba. Wapo sehemu nyingine nje. Kwa hiyo kuna makardinali ambao watatu ambao wao kazi yao itakuwa kwenda kuchukua kura za wale wagonjwa na kuzileta sehemu husika. Na kuna makardinali wengine watatu tena ambao kazi yao itakuwa wao kura baada ya kupigwa wanazihakiki. Wanaitwa revisers. Wanazihakiki zile kura kama kweli ziko katika idadi ile iliyotakiwa na kadhalika kabla hazijahesabiwa. Kwa hiyo kuna makardinali 9 ambao wanachaguliwa. Wakishamaliza kuwachagua hao 9, kazi ya kupiga kura inaanza. Kwa hiyo siku ile ya kwanza mchakato toka ulipoanza ile asubuhi mpaka ile jioni wanapiga kura ya kwanza. Kura ya kwanza ile itakapopigwa, kama itakuwa imefikia theluthi 2 ya idadi ya wale watu ya wale makardinali ambao wamepiga kura, kwa mfano makardinali 135. Tunapozungumzia theluthi 2 ina maana ni karibu makardinali 90. Ya theluthi 2 ya hao 135. Ikitokea kwamba katika ile kura ya kwanza kuna mmoja wao kapata kura 91, basi moshi mweupe unatoka na shughuli inakuwa imekamilika. Watu tunaanza kushangilia siku ile ya kwanza. Sasa inapotokea kwamba haikutokea kwamba mmoja akapata zile kura 90 kutokana na hiyo idadi ya makardinali, wanakwenda kupumzika siku hiyo. Hiyo kura moja inatosha, watarudia kesho siku ya pili. Kwa hiyo siku moja ni round moja. Ni mbili. Kwa hiyo siku hiyo jioni, kwa sababu hiyo itakuwa nilipotoka mchakato ulipoanza itakuwa tayari imeshafika jioni. Kwa hiyo watakuja siku ya pili. Siku ya pili asubuhi wanaingia. Wanapiga kura asubuhi 2 na mchana tena watapiga 2. Kwa hiyo zile 2 za asubuhi sasa wataanza kuwa wameshapata mawazo. Wameshajua nani alipata kura nyingi zaidi katika ule mchakato wa kwanza. Watajua kwamba fulani labda Kardinali John alipata kura 20, Kardinali Matayo alipata kura 30, Kardinali Simone alipata kura kadhaa. Kwa hiyo wataanza kupata hayo mawazo. Yawezekana katika kura ya pili kura wengine zikaongezeka na wengine zikapungua. Kwa hiyo yule ambaye pengine walikuwa wanamtarajia Roho wa Bwana amewaongoza ataanza sasa kupata zile kura zinazotarajiwa. Inawezekana na kwenye raundi ile tena ya pili asipatikane. Wataendelea kupiga kura tena nyingine. Kwa hiyo zile wataenda kuchoma, watachoma sasa, watatoa moshi mweusi. Kila wanapofanya kura au kila wanapopiga kura na hazitoshi, wanakwenda baada ya kuzihesabu wanakwenda kuzichoma. Kila wanapopiga kura hazitoshi, wanakwenda kuzichoma. Sasa watakapopiga kura na ikatokea kwamba mmoja kapata kura 91 ambazo ndio theluthi 2 ambazo zinatakiwa, basi sasa zile zitakapokwenda kuchomwa ndio moshi mweupe utatoka. Lakini kabla ya kwenda kutoa moshi mweupe kule kwenda kuchoma zile kura, kwanza watamuuliza yule mhusika, je, uko tayari kupokea nafasi hiyo kama papa?
na kiongozi wa kanisa wa ulimwengu? Bila shaka kwa sababu ya kile kiapo atasema ndio. Kwa msaada wa Mungu napokea. Swali la pili atakaloulizwa, je, ni jina gani ambalo wewe unalitaka kama papa ambaye umechaguliwa? Yeye atachagua jina ambalo, kwa sababu jina lile ni dira yake ya maisha yake na uongozi wake. Kama vile Francis, yeye jina lake la asili hakuwa Francis. Alikuwa Giorgio. Atachagua Francis. Benedicto wa 16 alikuwa Joseph Ratzinger. Akawa Benedicto wa 16. Kwa hiyo katika kuchagua majina, Father Chesko, ni lazima wachague majina ya watakatifu? Bila shaka. Sidhani kama mtu atachagua jina la mtu mwovu. Jibu nzuri. Yani unataka mtu mwovu awe akuongoze? Hata wewe nafikiri mentor wako si mtu mwovu yani? Kabisa. Ndio maana yake. Kwa hiyo unachagua jina la mtakatifu ambaye yule mtakatifu atakuombea, lakini vile vile utaiga maisha yake jinsi yalivyokuwa. Kwa hiyo baadaye anachagua jina. Inategemea na yeye mwenyewe. Bila shaka. Atachagua jina lolote lile ambalo anaona yeye. Hakuna mtu anayemlazimisha kuchagua jina. Kwa hiyo yeye atachagua jina. Baada ya kuchagua lile jina, basi watatoka naye nje, watachoma zile kura, watatoka naye nje. Sasa pale kardinali kiongozi atamtangaza kwa maneno Habemus Papam, tumempata papa. Na yeye atawasalimia wananchi na kuwapa baraka, Ubi et Orbi, na kuwapa baraka pale. Basi baada anarudi. Sasa turudi pale, hawa wagombea wanaopigiwa kura wanapatikanaje? Hakuna mgombea. Mimi nimeeleza vizuri kwamba mnapiga yani kila mtu. Kwa hiyo wale makardinali 135, makardinali 135 wote wana nafasi. Kila mtu anapewa karatasi. Andika mtu unayeona anafaa kuwa papa. Kwa hiyo kama wewe unajiona unafaa, unajiandika jina lako pia. Kwa hiyo ndio maana nikasema ile kura ya kwanza ni ngumu mno mtu kupata 2/3. Kwa sababu hakuna jina la mtu ambalo linatoka pale. Kwa hiyo kila mtu anaandika jina analotaka mwenyewe. Na katika kuandika hayo majina ni lazima awe miongoni mwa wale 135. Lazima awe miongoni mwa, desturi ndio imekuwa hiyo, ni miongoni mwa wale 135 walioko pale. Kuhudumu kwa muda mrefu ndani ya kanisa Katoliki kunaweza kuwa sababu moja ya sababu ya kardinali kuwa papa. Kuhudumu ndani ya kanisa kwa muda mrefu. Unamaanisha yani namaanisha kwamba kardinali ambaye labda ana umri mkubwa na ameshakuwa ndani ya kanisa labda kwa miaka mingi, manake si mnatofautiana, mwingine amepata upadirisho labda akiwa mkubwa zaidi, labda mwingine tayari ana jubilei ya miaka 50. Kwa hiyo inaweza kuwa sababu ya yeye kuwa papa? Hapana, kuna makardinali ambao wana umri mkubwa sana na hawajawahi, kuna wengi hawajawahi kuwa mapapa. Inategemea Roho Mtakatifu siku hiyo ni wapi anavuvia. Ni wapi ambapo Roho Mtakatifu amependa, ametaka yeye. Sababu tunachoamini sisi ni kwamba katika huo uchaguzi ambao wanaufanya watu kwa mikono ya kibinadamu, lakini ni Mungu mwenyewe ambaye anamchagua huyu kiongozi. Kwa hiyo tunamtanguliza Mungu zaidi. Kwa hiyo vile vigezo ambavyo wanadamu wanaweza kaingia navyo sio vigezo ambavyo Mungu anavitumia. Ni kama vile hata Daudi alipochaguliwa. Mfalme nabii alipokwenda kwa Yese akamwambia nimekuja kumpaka mafuta mfalme. Yese alifikiri labda ni vijana wake wale wenye nguvu, mabouncer na nini, lakini nabii akamwambia hapana, mimi mtu ambaye ninamtaka, huna kijana mwingine yote yule ambaye hujampitisha hapa nikamwona? Akasema yuko kijana mdogo kule, yuko machungani, basi kamlete. Alipofika akasema ndio huyu ambaye ni Daudi. Kwa hiyo kuhudumu muda mrefu sio kigezo. Roho Mtakatifu ana vigezo vyake, Mungu ana vigezo vyake. Kwa hiyo anaweza kuwa ni kijana lakini Mungu akapenda kwamba huyo ndio awe kiongozi. Anaweza kuwa ni kardinali, ana miaka 3 ya ukardinali, ana miaka mingapi, Mungu anachagua yeye pale anapotaka. Nimekuuliza hilo swali kwa sababu nimesoma kwenye ukurasa wa Vatican, nadhani ni huo, nikaona kwamba kuna kardinali mdogo ana miaka 45. Anaweza akachaguliwa. Mdogo zaidi ya wote ambao wanakwenda kwenye conclave. Swali langu jingine,
ikitokea akapatikana papa kutoka Afrika, umekula chumvi nyingi. Sasa hizi uvumi uko mtandaoni, mapapa kadhaa wa Afrika wanahusishwa, makardinali kadhaa wa Afrika wanahusishwa kuwa mapapa. Unadhani labda tunaweza kupata papa wa Kiafrika hivi sasa? Papa kutokana na mchakato jinsi ulivyo, wote ni candidates. Yani hakuna anayeenguliwa. Yani wote 135 wanaweza wakawa. Na kama ikitokea tukapata papa kutoka Afrika, hii itaongeza kitu gani katika kanisa Katoliki ulimwenguni? Mimi nafikiri jambo kubwa, sisi kama kanisa tunahitaji kiongozi, haijalishi anatoka wapi. Kiongozi ambaye Mungu atapenda kuliongoza kanisa lake. Huyo ndio tunamuomba Mwenyezi Mungu, na ndio hilo ambalo tunaliomba, na hilo ndilo ambalo tunawataka waamini wote wa Katoliki na wote wenye mapenzi mema walifanya katika kipindi hiki. Tumuombe Mwenyezi Mungu na tumuombe Roho Mtakatifu atupatie kiongozi. Iwe anatoka Afrika, iwe anatoka Amerika, iwe anatoka Asia. Sisi tunayemtaka ni kiongozi atakayelichunga kanisa la Bwana. Na tunaamini kiongozi yoyote yule anayechaguliwa na Mwenyezi Mungu, huyo ndio kiongozi anayetufaa kwa wakati husika. Nashukuru. Swali langu linafuata lilikuwa hilo, kwamba wakati huu conclave inaendelea, waumini tunatakiwa kuwa tunafanya nini? Japo tayari nimeshaona kuna makanisa tunafanya novena tayari, wale wa kuamka saa 9 za usiku kusali, tunaamka tunasali. Lakini tayari umeshaniambia Mungu anatusikiliza wakati wote, sio saa 9 usiku tu. Lakini sasa si ndio kuomba, kila watu wanapanga ratiba yao, sivyo? Kwa sababu ikiwa saa 9 usiku kule kuna watu ndio saa 1 asubuhi. Kwa hiyo wakati wote ni wakati wa kuomba. Kesheni basi, kwa kuwa hamjui siku wala saa. Kwa hiyo kama ni kusali, tunatakiwa kusali muda wote, sio saa 9 usiku au saa 12 ya asubuhi peke yake, hapana. Muda wote tunapokuwa na nafasi na Mungu anapotujalia fursa hiyo tusali. Sawa. Nashukuru sana Father Chesko, umetupa ufafanuzi mzuri sana kuhusiana na huu taratibu, na umeweka mambo vizuri kabisa. Nadhani kwa yule ambaye ametusikiliza na kututazama sasa ameelewa moshi mweupe manake nini, moshi mweusi manake nini, na masuala mengine kama hayo. Mimi nikushukuru sana na tumefurahi sana leo kukukaribisha nyumbani, manake nimezungumza na wewe kwa simu zaidi ya mara 1 nafikiri. Ni kweli. Lakini hatimaye leo tumeonana na nimeshukuru sana. Asante sana, nashukuru sana, na mimi nimefurahi kwa kweli kuwa mahali hapa, kuja hapa. Ni mara yangu ya kwanza, lakini sawa, ni mara yangu ya kwanza kwa studio, lakini tumekuwa tukiwasiliana mara nyingi kwa njia ya simu. Bahati nzuri teknolojia inatusaidia. Kabisa. Tumebakiwa na sekunde 26. Nataka kukuuliza kitu. Karibu. Papa amefariki Jumatatu ya Pasaka. Hii ina maana gani? Tunaweza tukasema ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Amefariki siku ambayo tunashangilia au tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya ukombozi. Francesco, narudi kwako, naomba nisikubanie, unieleze vizuri. 12 na dakika 45, dakika 15 zimesalia kuelekea saa 1. Nazungumza na Father Chesko, mimi ni Imani. Nimekuuliza Papa amefariki Jumatatu ya Pasaka, hii inamaanisha nini? Nilikuwa nasema kwamba ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kanisa lilikuwa likifurahia na kushangilia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao ni ushindi dhidi ya dhambi, ushindi dhidi ya uovu. Tunafurahia kukombolewa kwetu kutoka katika utumwa wa dhambi na kuwa watu huru katika Kristo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni kama vile Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo alikuja akamnyakua mtumishi wake, akaenda naye uwinguni kwa namna ya pekee, kwa shangwe kubwa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunasikitika kibinadamu, lakini kwa namna nyingine kiroho tunasema amemaliza safari yake vizuri. Amemaliza safari yake vizuri, kwa sababu amemaliza safari yake kipindi ambapo kanisa zima ulimwenguni linashangilia na kufurahia ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, ushindi dhidi ya dhambi, ushindi dhidi ya mauti. Sawa sawa. Unajua kwa nini nimekuuliza hilo swali, Father Chesko? Nilikuwa leo napita mtandaoni, kuna chombo kimoja cha habari kilikuwa kinauliza watu, umepokeaje kifo cha Papa? Mtu wa kwanza tu akasema, mimi nimesoma taarifa yake kwa furaha sana. Nikapause ile video nikasema unamaanisha nini? Wakati naendelea kusikiliza, na akasema kwa sababu amefariki Jumatatu ya Pasaka, ni siku ambayo majibu karibu kabisa yanafanana na wewe. Kwa hiyo ile
hisia niliyopata mara ya kwanza ikaondoka moja kwa moja na nikaelewa maana yake kabisa. Ya, ni kweli. Ni jambo la baraka, ni tendo la baraka kwamba Mwenyezi Mungu amependa kumchukua mtumishi wake kipindi ambapo kanisa zima ulimwenguni tunafurahia ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kama vile amekuja kumnyakua kusema, sasa wewe mtumishi wangu umefanya kazi yako vizuri, twende ukapumzike. Asante sana Father Chesko, na tunakukaribisha tena siku nyingine. Asante sana, nimefurahi kuwa pamoja nanyi, niwatakie majukumu yaliyo mema. Asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.